Imethibitishwa rasmi Willy Ngoma amepoteza maisha huko Rubaya baada ya shambulizi la anga ambalo limetekelezwa na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii ni Amani TV Media. Jina langu ni Ramsey Ramadhani. Ujambo na karibu kwenye uchambuzi wetu wa habari za jioni ya leo ambazo zinahusu ukweli wa kile inachoendelea kwenye mitandao ya kijamii. Mpendwa msikilizaji, nilikuwa wa kwanza kukuletea taarifa kuhusiana na kifo cha Willy Ngoma, nikieleza kwamba taarifa ile bado ilikuwa haijachunguzwa kwa kina, lakini kwa sasa imekamilishwa na imethibitishwa na uongozi wa waasi wa AFC M23. Na kusihi kufanya ili endelee kupata habari za ukweli na za uhakika, hakikisha na subscribe channel hii, una comment, lakini pia unasambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Katika mwendeleo wa mapigano yanaendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan katika vita vya kundi la waasi wa AFC M23 katika maeneo ya Kivu Kaskazini, taarifa zimethibitishwa zimeeleza kuwa Willy Ngoma ambaye alikuwa akitajwa kuwa moja kati ya watu wakubwa sana kwenye muungano wa waasi wa AFC M23 ameuawa. Kanali huyo aliuawa siku ya Jumanne tarehe 24 Februari mwaka wa 2026 katika eneo la Rubaya lililopo ndani ya wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, kifo chake kimetokana na mashambulizi ya anga iliyotekelezwa na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC kwa ushirikiano na makundi ya wazalendo maarufu kama wananchi, ambao wanasimama kidete kupambania nchi ili isiende kwa wanyang'anyi wanaunga mkono serikali ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa kupambana dhidi ya vikosi vya waasi. Kanali Willy Ngoma alikuwa akichukuliwa kama mmoja wa makamanda muhimu wa harakati za waasi wa AFC M23, muungano wa waasi ambao umekuwa ukipigana na serikali ya Kinshasa katika maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini pamoja na Kivu Kusini. Kifo chake kinatajwa kuwa pigo kubwa kwa muundo wa kijeshi wa kundi hilo la waasi wa M23. Hivyo mpendwa msikilizaji, kilio kimetanda ndani ya uongozi wa AFC M23 na taarifa tayari imeshatoshwa, yani barua imeshachapishwa na waasi wakieleza wazi kwamba Willy Ngoma ameweza kufariki dunia, na taarifa na barua hiyo ni hiyo hapo kwenye screen ya video yetu, ikieleza kuwa Willy Ngoma amefariki dunia kupitia mashambulizi hayo ya anga ambayo aliweza kutekelezwa huko Rubaya. Mpendwa msikilizaji, hizi ni za moja kwa moja kutoka huko kwenye uwanja wa vita ambazo tunakuletea, tukikueleza kwamba hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo endelea kubadilika kadri siku na saa zinavyozidi kusonga. Kuuawa kwa Willy Ngoma ni moja kati ya pengo kubwa kwa muungano wa waasi wa AFC M23, kwa sababu ni moja kati ya watu ambao walikuwa wakishikilia nafasi za umbele kabisa katika uongozi huo, na kupoteza kwake maisha kunatajwa kuwa ni pigo na uimara wa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Sasa eneo la Rubaya lipo katika hali ngumu ya kuweza kupotea muda wote. Hiyo ni kutokana na kusonga mbele kwa makundi ya wazalendo wakiungana na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wakiwa na lengo ya kuweza kupokea ya kuweza kukomboa eneo hilo kikamilifu na kuliacha chini ya udhibiti wao. Rubaya inasifika sana kwa madini, na kipindi ambacho serikali ilienda kushambulia hapo, imesemekana kwamba Willy Ngoma alikuwepo maeneo hayo, na ndege hiyo ya rubani ililenga moja kwa moja mpaka sehemu ambayo alikuwa akipatikana. Hizi ni za moja kwa moja msikilizaji kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Jina langu ni Ramsey Ramadhani, na kusihi kuwa nami katika kipindi chetu cha maoni ya mwananchi, ambao utakuwa na mada kumhusu Willy Ngoma. Labda utakuwa umepokea namna gani taarifa hizi? Popote ulipo unaweza kutuandikia moja kwa moja kupitia namba zetu ambazo unaziona hapo kwenye video, lakini pia unaweza kutuandikia kupitia comment, na tutakuja kusoma kile ambacho umekieleza. Mambo yanazidi kubadilika kwenye uwanja wa vita, mpendwa wa msikilizaji. Mambo yanazidi kuwa magumu pande wa waasi, na hiyo imetokana na kuweza kupoteza maeneo mengi huko Masisi, lakini pia huko Minembwe bado hali ni tete, wazalendo wakiendelea kusukuma waasi kwa lengo la kuweza kukomboa maeneo ya Minembwe na kuweza kudhibiti maeneo hayo. Hiyo imekuja baada ya waasi kuonekana kwamba walikataa ombi la kuweza kusitishwa kwa vita
mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Sasa mambo yamebadilikia kwa magumu, yamepelekea wao wanaingia katika kipindi kigumu cha kwanza kupoteza moja kati ya viongozi wao ambao ni tegemezi kubwa. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, hii ni habari kwa ufupi jioni ya leo ambayo tumeona ni vema kukujuza baada ya uchunguzi wa kina, kwa sababu nimekujuza kwamba katika taarifa ya awali kwamba uthibitisho rasmi ulikuwa haujapatikana, lakini kwa sasa nimeamua kukujuza kile ambacho kimeripotiwa, kile ambacho kipo kwa sasa kwenye uwanja wa vita, lakini pia kile ambacho kimetokea huko Rubaya baada ya mashambulizi yale ya drone ambayo yametekelezwa na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa hivyo msikilizaji, nasema shukrani za dhati zije kwako kwa kuwa nasi. Shukrani ziwaendee nyote ambao mnakuwa wa kwanza kutusapoti, na nasema asante na kualika mara tena kuweza kuwa nasi katika matangazo yetu ya hapo baadaye ambayo inalenga hadi ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.